Bila shaka mtazamaji, imetimu saa 5 na dakika 40 saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka hapa katika jiji kuu la Nairobi. Unafuatilia mjadala huu kwenye mtandao wetu wa YouTube TV47 Live, mtandao wa Twitter ni @TV47KE @paukirobi, na ambapo nitakuwa na kujuza mengi zaidi, na ambapo tayari wageni wameshafika hapa studioni. Labda kwa kuwatambulisha tu kwa kwanza, ambaye ameketi kwenye mkono wangu wa kulia ni Brian Mbugua, ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi katika chama cha UDA, na ambapo upande wa pili ni naye Elijah Rotok, ambaye ni wakili katika tume ya kutetea haki za kibinadamu. Kwanza kabisa mtazamaji, ningependa kusikiliza kauli zao kuhusiana na jinsi maandamano ya jana ilivyokuwa ikilinganishwa na mwaka jana, mwezi Juni mwaka 2024. Ningependa kuanza nawe Brian, kwa sababu upo katika chama tawala cha UDA. Ningependa kuelewa mtazamo wako kuhusiana na maandamano ya jana, na sijui maoni yako ni gani jinsi hali ilivyokuwa siku ya jana. Asante sana. Wacha niseme wazi kwamba kuandamana ni haki ya kikatiba. Naam. Na katiba inasema Mkenya yeyote akuje kwa amani bila silaha ako na ruhusa ya kuandamana wakati wowote. Lakini hiyo katiba pia hairuhusu, it does not protect uharibifu wa mali na kuchoma bidhaa za watu wengine. So ile maandamano ya mwaka jana, the first 3 days it was very peaceful. Mpaka watu walikuwa wanaweka muziki town, wanacheza densi na wanaenda nyumbani, wanarudi kesho. Kila ambacho nilikiona jana siwezi kiita maandamano. Kwa sababu maduka zilifungwa kwa uoga, na mali iliharibiwa, na kulikuwa na mawe mingi kwa barabara. Sasa ukienda jijini utapata vitu mingi zimeharibika. Na ukienda una normal day kama Kenyatta Avenue, sijaona jiwe hata moja nikienda una normal day. So inamaanisha kuna watu ambao hukuja nazo kufanya hizo vitu. Na kwa hii maandamano ya jana, haikuwa, singesema ilikuwa spontaneous kama ile ya mwaka jana. Unaona hizi tukio ilikuwa upande moja wa jiji. Yani like kubwa ilikuwa inatoka Kiambu Road, Thika Road, as compared to the last time ambayo ilikuwa very spontaneous. Ndio. Ningependa kusikiliza kauli yako Elijah, kabla sijarejea kwake Brian, kuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na polisi kujaribu kudhibiti watu kufika katikati ya jiji la Nairobi. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na maandamano ya siku ya jana? Maandamano ya siku ya jana yalikuwa kutoa maadhimisho ya maandamano yaliyotokea mwaka jana. Na matukio ambayo yalitokea jana ni tuliona kwamba japo kuwa idara mbalimbali za serikali, haswa idara za polisi, walikuwa wamepewa notice mwafaka na vikundi mbalimbali. Na pia askari wakatoa wito kwamba wataweza kudumisha amani na wataweza kuallow hizi maandamano ziweze kuendelea. Tukaja tukaona kwamba kulikuwa na mambo ambayo yalitokea ambayo yaliweza kusitisha maandamano na ukaleta uharibifu, hasara, na ukaathiri watu wengi, ukasababisha vifo na ukasababisha watu kupata majeraha hapa jijini. Na ningependa kusema pia ni maandamano haya yalitokea katika kaunti 27 kutokana na utafiti wetu. Na tuliona kuna baadhi ya sehemu zingine katika nchi hii kama Meru, Mombasa kwa upande mmoja kulikuwa na maandamano ambayo yalikuwa na amani. Lakini baada ya maandamano kutokea, tukaona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walitaka kuleta vurugu, uharibifu wa mali na uchochezi wa ghasia, na tukaona malumbano kati ya waandamanaji na askari, na tukaona pia utumizi wa nguvu zaidi ama za ziada kwa idara ya polisi kwa upande mwingine, na pia tukaona ambayo ulisababisha vifo. Hatuelewi mbona
utumie nguvu kupita kiasi kwa mtu ambaye ako na amani, ambaye haresist. Na inaibua masuala ambazo tunahitaji kuzingatia katika nchi hii. Je, tunafuata sheria kwa njia ambayo inapaswa? Je, tunafuata kanuni zetu za katiba ambayo zinasema zinatoa mwelekezo jinsi ambavyo maandamano yanapaswa kutokea katika nchi? So tunaona ya kwamba bado tuko na changamoto za uwajibikaji, ya kufuatilia haki ya wale ambao walioathiriwa. Manake kuna baadhi ya watu wengi leo wanaamka na hawajui haki zao za kiuchumi itakuwa vipi kutokana na uharibifu wa mali ambao uliotokea jana. Kuna familia nyingi ambazo wanalalamika wakidai haki, ambao wameamkia leo wakijua kwamba mwenzao ameweza kuaga ama mwenzao anaugua majeraha katika sehemu mbalimbali za hospitali. Tumeona pia uvamizi wa stesheni katika sehemu zingine, na pia hata kotini kuweza kuchomwa, na mambo kama haya tunayakashifu vikali sana na kusema kwamba maandamano yote yanapaswa kuwa bila silaha na kwa njia ya amani, ili tuweze kufanikisha haki hii ambayo tumepewa katika kwenye katiba letu. Unamaanisha kwamba raia walikiuka haki ya kuandamana kwa amani? Kwa upande moja, ningependa kusema kuna wale ambao walijitokeza kwa amani na wakaweza hata kuwasilisha mswada wao, na walikuwa wametoa notice kwa polisi kusema tutakuwa tunafanya maandamano kutoka sehemu fulani mpaka kwingine. Lakini tukaona basi baada ya kuwasilisha, basi kumbe kulikuwa na vikundi ambao walikuwa na nia nyingine ya kuchukua nafasi hii ili waweze kuleta hofu, kuharibifu wa mali, kuibia wengine na kukabiliana na polisi kwa njia ambayo haikubaliwi kwa sheria. Kwa hivyo wale ambao walikuja kuandamana na wakachukua hatua ama sheria kwa mikononi mwao, aidha kuharibu mali na kuleta malumbano baina yao na askari, jambo hilo tunalikashifu kwa sababu linapaswa kuwa ya amani. Wakati ambapo unafanya maandamano, kuna lengo fulani ambayo mnatarajia kufanya. Aidha kuna malalamiko ambayo mnataka kuleta kwa umma, na kuna mambo ambayo inapaswa kuzingatiwa. Kwa hivyo maandamano kwa jumla yalifanyika, lakini tukaona kwamba jinsi ambavyo pia jukumu la askari lipo ni kuleta amani, kuweza kuwasiliana pamoja na waandamanaji, kuweza pia kubainisha dhidi ya yule ambaye amekuja kuandamana na yule ambaye amekuja kuleta vurugu. Ndio. Shikilia tu hapo Elijah, nitarejea baadaye. Brian, umesema kwamba siku ya jana haikuwa ni maandamano ya amani, japo polisi walijaribu kudhibiti hali, lakini ukiangalia idadi ya watu ambao walikuwa wanatokea maeneo ya Kiambu na wengine wanatokea maeneo ya Thika ilikuwa ni kubwa zaidi. Unahisi kwamba polisi walizidiwa nguvu na labda wangehitaji usaidizi zaidi kutoka kwa serikali? Ningesema hivi, tumekuwa na events mingi ambayo iko na halaiki kubwa ya watu kuliko hata maandamano. Mimi nimeattend Matahatran, nimeattend Stanchart Marathon. Hao peana notisi, wanasema routes ambao watatumia. Wakishasema routes ambao watatumia, polisi wanatuguide, hata traffic tusipite njia kutakuwa na maandamano hivi, na watu jaiona wakifunga maduka kukiwa na halaki ya watu. So nataka uone tofauti. Hii si mara ya kwanza kumekuwa na idadi ya watu. Kunakuwa na ingine na inakuwa totally peaceful. Bila hata maneno, hata mtu hatafunga duka yake. Because akisikia kuna Matahatra na hatafunga duka. Because anajua hapo watu wamewajibika na wamejipanga na wameelezea polisi. Polisi kwa ile Public Order Act, ukikuwa na maandamano unafaa uambie polisi utakuwa na maandamano siku hii, kunotify, si kuomba ruhusa. Mtapita njia hii, mtaanza hii masaa na mtamaliza isa. Hiyo inasaidia polisi kutenganisha wahalifu na waandamanaji wale wenye wanafanya kwa haki. Kitambo
kulikuwa na msemo, sijui kuisema na Kiswahili, ilikuwa inaitwa useful idiots. Si matusi, ni wale watu wenye wanafanya vitu kwa njia mzuri, lakini kuna watu wanatokea huku nje na nia mbaya. So nyinyi mnaenda kuadhimisha maandamano ya mwaka jana, lakini kuna walagai hapo katikati. Na msiposaidiana mbinu ya kuseparate au walagai kati yenu, because watakuja wajifiche, wanataka kufika tu town. Lakini polisi tayari walikuwa na notisi kwamba kutakuwa na maandamano. Ndio, hiyo notisi sijaona kama imesema route, time, nani kiongozi ya hiyo maandamano. Hiyo ndo notisi inakuanga hivyo. Ndio nimekupa example hiyo ya kama Stanchart Marathon, tunaambiwa in advance, hata sisi wenyewe hatutaki kuenda kwa hiyo maneno, kwa sababu hii katiba yenye tuko nayo iko na haki mingi, rights mingi. Hakuna superior kwa wengine. Ule mwenye ako haki ya kuandamana, pia mimi niko na haki ya kujitafutia riziki ya kila siku. So lazima kukuwe na balance ya hiyo maandamano. So polisi ni binadamu kama sisi. Kuna saa watakuwa overwhelmed. Tuliona wengine wakipigwa pia na mawe, tuliona wengine wakikimbizwa, na hapo sheria inawaruhusu kutumia nguvu. Ikishaacha kuwa peaceful, mtu akishakuwa na mawe, niliona wengine Nakuru, think last week, mtu anakuja na panga, anafanyia hivi askari. Sheria inaruhusu askari kutumia nguvu kwa kiwango fulani, ili kuweza protect mali na maisha ya wengine. Naam. Elijah, ulikuwa umesema kwamba kulikuwa na uharibifu wa mali na vitu kama hivyo. Na je, serikali ingefaa kudhibiti namna gani maandamano haya na kupunguza idadi ya vifo ambavyo ilikuwa imeshuhudiwa, kwa sababu inasemekana ni takriban watu 11 ambao wanaripotiwa kufariki kufikia leo? Serikali iko na jukumu la kuhakikisha kwamba wakati maandamano yanaendelea ama yanafanyika, basi wale ambao hawashiriki katika maandamano waweze pia kupata ulinzi. Na serikali linapaswa kufanikisha maandamano ili haki hii iweze kutekelezwa. Na mojawapo ya hali ya kudhibiti wakati ambapo kunatokea aidha vurugu ni kwamba idara za polisi ambao wamepata mafundisho wanatumia tactics ambazo zinaweza kuwasaidia kubainisha mwanzo. Wanaweza kuangalia vijana aidha kama wamejiami ama hawajajiami. Ikiwa kuna mtu ambaye ana silaha, basi askari wanapaswa kuwatenganisha na wale waandamanaji. Jambo lingine ni kwa ile njia ambayo waandamanaji wanapitia, basi askari wanapaswa kuweka mikakati ya kwamba mahali ambapo watapitia kuwe na amani, na kama kuna biashara hapo liweze kulindwa. Na mambo ambayo tuliona jana ni kwamba kulikuwa na uharibifu wa mali. Supermarkets kadhaa zikaweza kuvamiwa katika sehemu mbalimbali katika nchi, na tukaona wakati makabiliano baadhi ya wahuni na mapolisi ukaweza kusababisha vifo. Lakini tungejiuliza, ikiwa kwa mfano hapa pale Stima, wakati unaona askari ambaye yule askari ambaye ni soja ambaye analinda biashara anapigwa risasi kisha baadaye anaaga, then inaonyesha kwamba kuna utumizi wa zaidi wa nguvu kwa idara zetu za askari, ambao badala ya kutumia nguvu kwa njia ambayo inaambatana na zile tishio ya wale ambao wanajaribu kuvuruga, linapaswa kuambatana, linapaswa kuwa la kisheria, na pia liwe ni jambo ambalo ni necessary ama ni lazima kutumia nguvu hiyo. Na kwa wale ambao wameathirika kwa mfano kwa kibiashara, wao pia wako na haki sasa kudai kusema, sisi tumepoteza mali ya kiwango fulani, kumekuwa na uharibifu, tumeweza kupoteza aidha hata wafanyikazi wetu. Hatua gani basi itaweza kuchukuliwa ili
kuhakikisha kwamba haki inaweza kupatikana, na kuna mfumo mbalimbali jinsi ambavyo wale ambao wameathirika wanaweza kuwasiliana na taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha kwamba yale ambayo the losses ambayo wamepata leo waweze kujiandikisha na kusema sisi pia tunadai haki yetu kwa sababu tumeathirika kutokana na maandamano ambayo yalitokea, na ni jukumu la serikali kufanikisha na kudumisha amani na pia usalama kwa wale wanabiashara ambao wanalipa kodi na pia wanalipa rent na cost ambayo wanafanya biashara ni juu. Na tuliona pia jana kulikuwa na ukosefu wa kufanya kazi. Kwa hivyo haki za kiuchumi kwa nchi iliweza kutatizika. Na kulingana na utafiti ambao uliofanywa haswa mwaka jana, uliona kwamba kuna mabilioni ambayo yalipotezwa katika uchumi wetu kutokana na aidha athari za maandamano, kwa sababu watu kutokana na hofu na uoga wanasitisha aidha kukuja kazini, na ama wale ambao walikuja kazini pia utapata waliathirika kwa sababu walikumbana na vitoa machozi, huwezi pata njia ya kufika kazini, ama hata walipata tatizo sana kurudi nyumbani, manake njia nyingi bado zilikuwa zimekuwa blocked, na kulikuwa na hisia ambazo ni za hofu, na ikiwa serikali yetu inajukumika, basi kuna idara mbalimbali zinazopaswa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba amani imelindwa wakati wote. Okay, nitakuja kwako Elijah. Wacha nisikilize kauli yake Brian kuhusiana na maandamano ya Juni mwaka jana. Wanasiasa hasa kutoka mrengo wa upinzani walikuwa wamehusika pakubwa katika maandamano hayo, na siku ya leo nilipokuwa napitia pale kwenye mitandao ya kijamii, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anasema kwamba ameondolewa walinzi wake. Je, unahisi maandamano haya yalichangiwa na wanasiasa kwa njia moja au nyingine? Kuna cheche za kisiasa kwa hizi maandamano. Kiswahili nanipiga chenga. Kuna pattern unaweza ona kulingana na hizi maandamano. Mahali ilikuwa intense, mahali ilikuwa moderate, mahali ilikuwa peaceful, unaweza ona pattern ya kisiasa. Na mimi ningewauliza tu wa Kenya, ni vizuri kuwa na hasira, ni vizuri kukasirika, ni vizuri kuwa na hisia tofauti tofauti, lakini saa nyingine pia unaweka hisia kando, unarudi kwa mawazo. Unajiuliza, je, what is the unintended consequences of whatever we are doing? Is there another hand behind this? Because unakumbuka ile maandamano ya last year, jenzi walikataza wanasiasa wakisema ni yao, wako leaderless, wako rudderless, walisema wenyewe wataki watu wengine kuiongoza hiyo maandamano yao. So they drew the line. Hapa si kuona hiyo line ikiekwa kwa makini, because they were very specific. Hata mtu akikuja kusema ni kiongozi wao walikuwa wanamfukuza. Wanasema si hatuna ukabila, hatuna nini. Sisi tunasema finance bill ni mbaya na iondolewe. So mimi vile niko kwenye chama ya kisiasa, kuna vitu najua vile wanasiasa wana behave. Ukiangalia zile vitu zilikuwa targeted. Police station, law courts, Kikuyu, supermarkets, mahali fulani, zote ziko na pattern ya kisiasa. So kutakuwa na maandamaji wa ukweli, lakini watu sasa wanapanga njama hapo katikati. Na ni ngumu kwa polisi vile amesema kutofautisha, because nikikuja mimi na niko na njia yangu tu na nimesimama na nyinyi hapo katikati na nimeconceal useme silaha, na hisi ile entrance yenye polisi ana ransack kila mtu kujua kama uko na silaha ama una, ni ile kitu yenye tunasema ile community policing. Ni raia pia lazima wasaidie askari. Na ningesema hivi, kwa hawa askari wote wenye wako, kuna wachache wabaya wale wametumia. Kwa hii maandamano kulikuwa na askari zaidi 1,000, 2,000. Si wote walitumia nguvu kupita kiasi, kuna wale wachache. Na
mimi huwa inaniuma sana kibinafsi ile mob mentality, yani kujumuisha kila mtu kwa makosa ya watu wachache. Tumeona madaktari wakikuwa na medical negligence. Hatuendi kuvamia hospitali ama kusema madaktari wote ni wabaya. Tumeona tukio la walimu wakinajisi wanafunzi. Hatupigi hiyo profession mzima ya walimu kusema ni wabaya. Pia polisi wanaenda huko kutafuta riziki, si ati wanapenda kuwa polisi. Pia hao ni na analipo mshahara duni na kazi yake pia ni ngumu. So kama Wakenya tuweze kusaidia pia askari, kwa sababu nyinyi ni wanahabari. For example, mnafaa kupeana both sides of the coin. Kuna ile kitu inaitwa emotional manipulation. Natoa tu picha, mtu akilia, nasema ni huzuni, askari ameua mmoja, which ni mbaya sana. Lakini pia kuna askari wanafanya wazuri, lakini hiyo sura hatuitoi. So unapata jamii inapigana na askari. Na mimi nakwambia askari waki-withdraw tuseme, waseme wacha tutaki kazi leo, nchi itakuwa mbaya. Na hizi magengi zenye zinakuja, nilikuwa napita mahali jana, nilikuwa nafungiwa, unaambiwa utoe kitu ndio upite. So siku moja maeneo gani hapo? Nilikuwa past Karende. Past the hub mbele kidogo hapo jana usiku. Kulikuwa na watu wanakabiliana na askari. Na unaambiwa utoe kitu ya protection. Ndio upite, wa kufungulia barabara walikuwa wameweka mawe hapo, wanakutolea mawe unapita. Hizo vitu zikianza kukita mzizi kwenye nchi, nchi inaharibika. Because nikijua ati naweza enda nifunge barabara nipate 1,000, siku nyingine nifunge, nchi itaharibika. So kama nchi turudi chini, tujadiliane. Kuna kitu nilikuwa siku moja kwa Rais Museveni akatuelezea. Akasema uongozi, ukiwa kiongozi wewe ni kama daktari. Ndio uweze kutibu matibabu ambayo ni shida ya nchi. The first thing ni lazima upate right. Ni kitu inaitwa diagnosis. Yaani uangalie mgonjwa, ujue kama ni malaria ama ni TB before uanze kuadminister dawa. So kama nchi turudi kwa drawing board, tujiulize shida iko wapi, na pia tusiachie ati viongozi ndio wakuje na suluhu peke yake. Nasema shida ni hii, kusuluhisha ni hivi. Shida ni hii, kusuluhisha ni hivi. Nina swali lingine, lakini kabla sijauliza hilo swali, ningependa kusikiliza kauli yako kuhusiana na kile ambacho Elijah ametaja hapo. Wale wanabiashara ambao walikuwa mali yao imeporwa na mali mengine kuharibiwa. Je, serikali inaweza ikatoa fidia? Inaweza. Hakuna there's no legal framework ya compensation on such a scenario, but na hizi serikali iko na uwezo, lakini hiyo uwezo pia serikali ikitoa fidia ni ushuru ambao imetoka kwa kila mtu. So uharibifu wa msingi duni, mbinu za nchi, uharibifu wa mali, hata kama ni serikali italipia, in actual sense serikali ni raia, ushuru ni inatoka kwa raia. So hao ndio watatoza ushuru ya kuweza kufidia wengine. So inakuwa ile kitu inaitwa zero sum game. Wakili, kile ambacho waandamanaji wanadai ni kwamba wanataka haki, na walioumizwa mwaka jana pamoja na haki patikane kwa waliohusishwa na mauaji ya Albert Ojwang. Serikali inafaa kuwajibika namna gani? Japo washukiwa 6 sasa hivi wanakumbwa na mashtaka ya Albert Ojwang ambao wanasemekana kuwa ni maafisa wa polisi. Asante. Kesi hiyo ambayo inahusisha kifo cha Albert Ojwang na mwanablogu, na pia kuna kesi zingine ambazo zina haswa lile la Rex Masai, ni mojawapo ama examples za kuonyesha kwamba kuna uwajibikaji na kuna sheria ambazo zimewekwa. Sasa wao tu ni sehemu ndogo ukilinganisha na vifo, majeraha, uharibifu wa mali, na pia wale walio tekwa nyara na kwa njia ya nguvu, na kuna wale ambao na kuteswa, kunyanyaswa, na kuna hadi wa sasa kuna wale ambao hawajulikani walioko. Sasa uwajibikaji kwa serikali lina maana kwamba wale ambao wameathirika wote kwa jumla wanadai haki yao,
Mbona wanadai? Ni kwa sababu serikali ndio ina wajibu wa kuhakikisha kila mmoja anapata haki yake na pia anaweza kupata ile ulinzi. Na wakati ambapo hiyo ulinzi haipo, basi serikali inapaswa kujukumika na kusema kwamba tunaomba pole kwa matukio ambayo yametokea kwako, na basi tunaweza kuchukua hatua mbalimbali, kwa mfano kufanya uchunguzi, kujaribu kubainisha ikiwa kuna wale ambao wanaweza kuchukuliwa hatua za kiserikali, aidha idara ya jinai inaweza kufanya upelelezi na kuwashika na kuwakamata wale ambao wanakuja kuharibu mali. Ikiwa hawawezi, basi kuna wale ambao serikali inaweza kutoa amri ya kwamba wale ambao wameathirika waweze kutoa ripoti mwanzo, wajulikane ni akina nani, kiwango ambacho wameathirika, na basi waweze kutoa mwelekezo, kwa sababu kuna sheria ambayo inaitwa Victim Protection Act, ambaye mtu yeyote ambaye ni victim wa aidha mchafuko ama tukio fulani ako na haki ya kudai kusema, mimi basi nipate fidia kutokana na uharibifu wa mali, kutokana na vifo ama majeraha ambayo nimeweza kuyapata. Kuna wale ambao wamepata ulemavu kutokana na maandamano wa mwaka jana, na hadi wa leo bado wanadai haki. Hata hapo awali, kabla ya mwaka jana, kuna wale ambao walikuwa wa 2023, 2017, hata hadi tunaweza rudi mpaka 2007, wale ambao bado wanadai haki, na ambao walichapisha ripoti katika ile ripoti ya Truth, Justice and Reconciliation, ama ile ripoti ya haki na maridhiano, na bado hadi wa leo wanadai. Na ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba hebu tuweze kupata mazungumzo na Wakenya na tuangazie hizi haki ambazo zimekiukwa, na tusije tu tukatoa tu msamaha pekee, lakini ukweli ujulikane ni nini kilitendeka. Na ni jambo la maana kwamba Wakenya waweze kujua, na after kujua waweze kutambua, kwa sababu kuna yule mtu ambaye ameathirika ambaye anajua ni mtu fulani na fulani ambaye alisababisha hii, ama ni askari fulani alisababisha hiki. Na kama wanajulikana na hatua haijachukuliwa kwao, basi hiyo haki ama justice inapaswa kufanyika. Wale watu ambao wamehusika kwa njia moja au nyingine wachukuliwe hatua. Alafu pia basi ndiposa hapo ndio tuweze kuzungumzia pia fidia. Serikali inaweza kuamuru kusema wanaweza kutoa fidia kwa njia moja au nyingine. Na tumeona pia viongozi wetu wa kisiasa wakitoa wito huu kwa serikali kusema hebu tuzingatie haki za hawa, tuone jinsi ambavyo wale ambao wameathirika wanaweza kusaidika, kwa sababu hii haki ama ili yale mauchungu ambao hawa wanapitia wakati huu hayatafunikwa tu na kusema yamepita sasa na wacha tuangazie mambo ya mbele, manake hayo mauchungu ndio yataweza kuleta cheche zaidi. Na wakati ambapo tunaelekea mfumo wa kisiasa tena, utaona kutakuwa na cheche na yale malalamishi yatazidi kuchipuka katika nchi hii, na ni la maana sana tuweze kuyazingatia. Yule mtu yeyote ambaye ameathirika aweze kuona jinsi ambavyo anaweza kupata haki yake, na pia serikali chukue njia, kwa sababu walijua, kwa mfano jana baada ya kupewa notice mbalimbali katika sehemu hii ya kwamba kunaweza tokea mvurugo, manake askari amefanyiwa training na mafundisho mbalimbali jinsi ambavyo anaweza kukabiliana na wale ambao wanaandamana. Na sasa swali lingine ambalo tungependa kujua ni, je, askari hao walipewa vifaa vya kutosha? Walipewa mafundisho ya kutosha? Walipewa yale briefings za kutosha wajue watafanya vipi, ama ilikuwa kiwango kipi? Mnajua askari wengi waliamka asubuhi na mapema sana, waka block njia mbalimbali. Je, kwa sababu kuna wale ambao ilisemekana kwamba ni kama hata walimaliza vitoa machozi, na tuliona katika sehemu zingine
watu walizidi nguvu, na baadhi ya maaskari tuliweza kurekodi jana tukio 8 za askari ambao waliumizwa vibaya kutokana na maandamano ya jana, na hao ni watu ambao ni wahuni ambao waliweza kuchukua hatua kwa ya sheria kwa mikononi mwao, na jambo hili tunalikashifu na tunasema kwamba hata wale walinzi wa usalama wako na haki zao. Ya kwanza ni kuhakikisha kuwa wanapoenda pia haki zao ziwe zimelindwa, ndio waweze kufanikisha kazi itendeke kwa njia ambayo wanaweza kulinda wenzao, manake wao pia ni wenzetu na ni Wakenya kama sisi, wana familia, na wanapoathirika pia familia zao zitakuja kulalamika kusema haki zetu pia zimeweza kukiukwa. Naam. Brian, umemsikiliza vizuri pale Elijah akijaribu kuelezea kwa mapana na marefu kuhusiana na tukio hili la jana. Na ningependa kusikiliza kutoka kwako kwa sababu upo katika chama tawala. Mbona inakuwa vigumu kwa serikali kuwajibikia matakwa ambayo Gen Z wanawasilisha? Kwa sababu kwa sasa ndio tunafahamu kuna uchunguzi ambao unaendelea wa Albert Ojwang ambayo inafaa kukamilika chini ya siku 15. Mbona inakuwa vigumu kwa serikali kuwajibika kwa wale wengine ambao waliathirika na maandamano ya mwezi Juni mwaka jana? Matakwa ya mwezi Juni mwaka jana ilikuwa ku reject finance bill ambapo rais alikataa kuitia sahihi unless kulikuwa na other motives. So hiyo ni mojawapo wa kuwajibika. Hii ya leo kulikuwa na prayer day pia, viongozi wakaomba msamaha kwa Gen Z, lakini ni kana kwamba Gen Z walikubali shingo upande. Ndio nasema tusibrand kila kitu Gen Z. Si kila mtu alikuwa jana kwa street alikuwa Gen Z. Na sasa nimekupea hiyo mfano ya vitu kama Matahatran. Vitu watu hukusanyika na kuna michafuko inafanyika kama ingine. So tukiweza kuongea ukweli waziwazi, tukubali kuna shida, kuna watu wana infiltrate na lazima tuwa call out, hapo ndio hiyo tutaenda kwa salama. Hivi sasa tunajaribu kupeana Panadol bila kujua ugonjwa ni gani. Maandamano ya jana ilikuwa kuadhimisha maandamano ya mwaka jana kuhusu finance bill. Sijui kama walikuwa na specific petition ya kupea serikali iact into it. You know, pia maandamano ijaanza juzi hii kupigania haki za watu. Wale mababu zetu wakiwa rika ya Gen Z walipigania uhuru na walikuwa na lengo la kupata uhuru. So they were working towards a specific objective. Tukakuja hii second liberation ya kina Raila Odinga, kina Orengo, hao walikuwa wanataka mageuzi ya kisiasa, hiyo political freedom, hiyo multi-party politics, hiyo uhuru wa kisiasa, walikuja wakaipata. Tukakuja hii pia hii constitutional change process. So watu walikuwa na specific agenda, wanaenda mpaka wanaipata. So pia mimi ningesi hawa Gen Z wa crystallize Kenya wanataka properly, yani tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi. Watu wajadiliane. Unamaanisha kwamba hakuna mwelekeo? Hakuna proper, it's amorphous. Hakuna proper. Nikikuuliza matakwa ya Gen Z ya jana ilikuwa nini, utaniambia nini? So pia mimi si magician kujua Kenya wanataka unless why sema. Na why sema bila kuungana, you have to organize. Si kusema huyu afanye Kenya nataka, huyu afanye Kenya nataka. So you also have to organize, mkuje na hii ndio matakwa yetu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunataka ifanywe hivi 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 hivi. Hiyo ndio tutaweza kusema serikali imekiuka hii yenye tumekubaliana. Namba 2, kuhusu fidia kwa waandamanaji. Kisheria kila mtu ako sawa mbele ya sheria. Kuna watu outside maandamano bado mali zao zinaporwa, mtu anaibiwa na wahalifu. Unless kukuwe na sheria, na hii ndio nasema sheria kama hizo watu wakuja kwa meza waseme kunafaa kuwa na kitu kama hii, kukuwe na fidia kama hii, because serikali ina work na budget na appropriation. Hakuna ati fedha imewekwa kando ya kulipa fidia ama something. But ikikuwa kisheria kukuange na fund, vile kuna political parties fund, kuna hii fund ya walemavu, kukuwe na fund ya kulipa
fidia, hiyo pia ni progress. So watu wapeane ideas na solution ya kuweza kukabiliana na hizi maneno. Elijah, sijui kama uko na chochote cha kuongezea kwa kile ambacho Brian ametaja pale. Mwanzo ningependa kusema kwamba wale vijana ambao tumewaita Gen Z, sio eti hawakuwa na wito, walikuwa na wito. Mwaka jana tuliona ilikuwa ushuru wa juu na waliweza kutoa kauli yao na malalamishi hadi mabadiliko yakafanya. Lakini kutokana na maandamano hayo yakaweza kuwafungua macho wa Kenya, na ningependa chukua nafasi kuwashukuru wale waandamanaji ambao kwa ujasiri waliweza kujitokeza kuzungumza mambo ambayo yanawakumba wa Kenya wengi haswa katika nchi yetu nzima. Na inachukua ujasiri kujitokeza kusema mimi ninaenda kupaza sauti na niweze kuona mabadiliko mbalimbali. Kuna pia kauli zao ambazo walikuwa wanasema, moja ilikuwa ukosefu wa ajira, pia gharama ya maisha kupanda. Walikuwa wanadai haki haswa kwa wale ambao wameathirika, ambao bado hawajaona haki. Kwa mfano jana ilikuwa ni japo kuwa tu ni kuwakumbuka wale ambao walioathirika, ni pia kudai haki kutoka kwa serikali, na pia walikuwa wanadai haki ya utekelezaji wa katiba na kufuatwa kwa sheria. Na pia walikuwa wanasema wameona njia mbalimbali ambavyo kumekuwa na kashfa za ufisadi na utendaji kazi ambao hawajaweza kufurahia, na ndio maana waliweza kujitokeza kusema sisi hatufurahii njia ambayo aidha taasisi mbalimbali wanatenda kazi zao. Na ilikuwa kutoa wito kwa utawala kusema kwamba tunataka tuone mabadiliko na yale ahadi za maendeleo ambazo wana viongozi ambao wako katika usukani waliotoa tuone yakitekelezwa. Manake sekta mbalimbali haswa tukiangazia haki za kijamii na za kiuchumi, angalia haki ya kupata elimu, bado unapata kwamba kuna issues mbalimbali. Wakati tulimove kwa mambo ya CBC, bado kuna issues za funding hayafikii watoto haswa ambao wanasoma wakati huu. Hata wakati juzi tumekuwa na hitilafu hapa na pale kutokana na yale fedha ambazo zinafaa kugharamikia kwa mfano mtihani. Uje kwa sekta ya afya, bado unapata kwamba kuna wale employers ambao ama waajiri ambao wakati wa hiyo kuna bodi ambayo ilikuwa inasema takriban waajiri 1044 wameshindwa kuweza kutekeleza sheria ile ya kusema wanapaswa kutoa kiwango fulani cha mshahara ili iweze kwenda katika idara za afya, ndio iweze hii haki ya afya iweze kutekelezwa. So unapata kuna changamoto hapa na pale ambalo linawaathiri wa Kenya kwa kila siku, na unapoenda hospitali aidha ukose matibabu au ukose kuhudumiwa kwa sababu aidha unaambiwa aidha hujaweza kutimiza malipo yako aidha ya SHA, na hapa na pale pia huduma mbalimbali zimeweza kuathirika, na ndio maana watu wakaweza kujitokeza kutoa malalamishi. Na tunaweza kusema kwamba ikiwa serikali itawajibika kuona jinsi ambavyo haki hizi zimetekelezwa na kwa njia ambayo inaonekana wazi kwa wananchi, hapo ndipo malalamishi yataweza kupungua. Na ikiwa wanaweza kusikiza malalamishi haya na kutoa wito kusema tutaweza kufanya hivi na vile ili tuweze kutatua malalamishi yenyu, hapo ndipo tutaweza kuona demokrasia ya nchi hii inaweza kulindwa na kukuzwa kwa njia ambayo inastahili. Naam. Elijah, nikatize kidogo tu. Kuna kile ambacho Brian ametaja hapa kwamba vijana wa Gen Z hawajakuja moja kwa moja kuandika nyaraka ama arafa na kusema kwamba hii ndio kile ambacho tunataka na tungependa rais aweze kuidhinisha. Sijui ungependa kusema nini kuhusiana na hilo? Kumekuwa na maandishi mengi ambayo yametolewa, lakini ipo kwenye mitandao ya kijamii. Japo si mitandao.
Ningeweza kukutumia mfano wa huu mswada wa fedha ambao ulikuwa wa juzi na pia wa mwaka jana. Nadhani hakuna miswada mingine ambayo aliweza kupata maelfu na maelfu ya maoni ya Wakenya ambayo waliweza kutoa wito, na hata wakati ambapo wakati kamati hizi za fedha walienda kuzungumza na wananchi, walipata maoni mengi sana, na nafikiri wakati ambapo mswada ulipopelekwa bunge na ukaweza sasa kuzungumziwa, na wakati wa Kenya walipoona ni kana kwamba maoni yao hayajatiliwa maanani, hapo ndipo kukaleta hiyo malalamiko na mchipuko wa kusema sasa hili litakuwa nafasi ya tuweze kutoa malalamishi yetu kupitia haki ya kuandamana na kutoa malalamishi hapo. Na pia kuna sehemu mbalimbali pia za kisheria ambazo Wakenya wameweza kutoa maoni. Sasa swali ni je, mipango ipi iliyoko sahi katika nchi yetu ya kwamba haki hii ya sheria ambayo kusema nina haki ya kusemezana na mwenzangu, na wakati sheria ama kanuni zinabuniwa, masuala ama maoni yangu yaweze kutiliwa maanani, haswa katika jinsi ambavyo utawala unatendeka, jinsi ambavyo maendeleo litaweza kutolewa katika sehemu mbalimbali, hata kwenye makaunti. Wakati ambapo wana mswada za fedha na mazungumzo, Wakenya wanapaswa wanapotoa maoni yao, maoni haya yazingatiwe. Na hili linaonyesha kwamba iwapo serikali haitaweza kuchukua hatua ya kuwasikiza, na wanapopata malalamishi aidha wachukue njia ya ukandamizaji, basi linaleta huo mtafaruko baina ya viongozi na pia wale ambao wameweza kuwapa ile jukumu la uongozi, ambao ni yule ambaye aliweza kuwapigia kura. Na ni maana sana ya kwamba haki hizi ziweze kulindwa na lionekane ile ya kwamba zinalindwa wakati wote. Ningependa kuuliza swali la mwisho kabla sijaelekea kwake Brian, kwa kiduchu tu. Sijui kizingiti imekuwa ni wapi wakati ambapo labda upelelezi unafanywa katika mchakato wa kutafuta haki, iwepo ni mahakamani ama katika idara za serikali. Kizingiti imekuwa ni nini hasa? Mbona haki patikani mwisho wa siku? Kumekuwepo na changamoto ya kwamba yule Mkenya ambaye anadai haki yake, ambaye ameathirika aidha kwa njia moja au nyingine, wanapotoa ripoti inachukua muda ili wapate haki yao. Kwa mfano ni wanapowasilisha kesi aidha kwa idara kama kwa mfano IPOA, kwa wale ambao familia yao wameweza aidha poteza maisha ama waweza kuathirika kwa njia moja nyingine, basi imekuwa vigumu kwa ushirikiano baina ya polisi na mamlaka ya IPOA wakati ambapo wanafanya uchunguzi na utafiti wao. Utapata kwamba kuna vizuizi kadha wa kadha ambazo zinafanya ya kwamba haki isiweze kutendeka. Jambo lingine pia, wakati ushahidi unapaswa kutolewa, kuna baadhi ya wale ambao waliona lakini wamekataa kukuja kuzungumza, aidha kutokana na hofu ya aidha wanaweza ona ni kama wanaweza fuatwa baadaye. Na pia tulipoona wale ambao waliweza kutoa maoni yao aidha kupitia mitandao za kijamii, wakikujiwa kwa watu ambao ambao wamevaa nguo za raia na kuwakamata pia, na hata magari zao number plate hazikuwa zinaonekana. Sasa hii utekaji nyara imeweza kutia hofu na linanyamazisha watu zaidi, na unaona ni njia moja ya kukandamiza au kukandamiza na kunyamazisha wale ambao wangetaka kutoa maoni yao ama kusema na kutoa sauti dhidi ya aidha utekelezaji mbaya wa idara mbalimbali. Na japo kuwa kuna hizi changamoto, tungeweza kuwashawishi wa Kenya wasikose kujitokeleza. Yule ambaye ameona kitu, tafadhali pasha ripoti aidha kwetu kwa Tume ya Kutetea Haki za Binadamu, tutaweza kuwapatia nambari, au waweze kuwasilisha ripoti hizi kwa IPOA, ili wakati tukio kama uharibifu wa mali,
vifo na majeraha yanatokea katika maandamano, basi hatua ziweze kuchukuliwa, na wakati ripoti inatolewa basi inajulikana kwa Wakenya wazi ya kwamba watu fulani wanahitaji haki na waliathirika kwa njia moja nyingine. Na tungeweza pia kusema asante kwa idara za mahakama ambao wameweza kulinda haki kwa kutoa mwelekezo na kubatilisha sehemu za sheria zetu ambazo wameona zinakiuka haki za binadamu. Kwa mfano, jana tulipoona walipobatilisha lile agizo la kutishia vyombo vya habari, tumeona pia wameweza kutoa mwelekezo ya kwamba askari wetu wasije wakajifunika uso wakati wanaposhiriki na kulinda waandamanaji, na pia waweze kujitambulisha, na pia wasije wakafunika wakuje na magari ambayo zile Subaru zenye zimeweza kuogopwa hata na Wakenya, wakati unaona ni kana kwamba zinakutia hofu. Manake haya yanapunguza ile imani ambayo wananchi wanayo kwa serikali. Kwa sababu tusipoona serikali ikifanya kazi kwa njia ya uwazi, basi linatia hofu. Huwezi jua nini kinaendelea na huwezi jua nani ni nani, na hatuwezi bainisha dhidi ya yule mhalifu na yule askari ambaye ametwikwa jukumu ya kutoa ulinzi katika taifa letu. Na Brian, kuna swala ambalo limetajwa hapo na Elijah amezungumzia maswala mawili, mojawapo ikiwemo ni swala la polisi kupewa vifaa vya kutosha wakati wa kukabili maandamano, na pia kuna swala lingine ambalo lilikuwa ametaja pale hasa kuhusiana na jinsi ambavyo maandamano inavyoendeshwa na uhusiano kati ya polisi na raia. Tunapoendelea hivi na mauaji inaposhuhudiwa vitu kama hivyo, unahisi serikali inafaa kufanya nini ndiposa kuhakikisha kuna umoja kati ya raia na walinda usalama? Serikali ni gari kubwa. Hata hiyo mahakama anaongea ni kiwango kimoja kia serikali. Naam. Kuna bunge na kuna serikali kuu. Mimi nataka tukubaliane kwanza that pia si upande wa polisi peke yake kuna shida. Kuna wahalifu baina yetu. Na tukue ile kitu baseline. Because nimekupea example ya mahali vitu zinakuanga na hakuna tatanishi. So tusiseme ile tu upande yenye tunataka kusema ama kuwipa jinsia emotions for the sake of it. Wale ambao wanapanga maandamano wakiweza kuelezea polisi vizuri, ama asilimia kubwa tutatoka upande, deployment ya polisi itakuwa rahisi kwao. Because watajusai wana guess. So wengine wanadeploy mahali ingine, wengine wanadeploy mahali ingine. Hotspot inakuwa mahali tofauti, kujaribu kuwaleta, barabara zimefungwa ama nini. So kwanza waandamanaji waache kuwasha tayari kwa barabara, waache kubeba mawe. Hiyo already katiba si ile yenye imeprotectiwa. Because katiba inasema peaceful and unarmed. Ukiwa na kijiti, ukiwa na mawe, hiyo already haijalindwa na kikatiba. Na polisi wanafaa kutumia nguvu kiasi kukufukuza. Kama ule askari mwanamke niliona akipigwa, sheria inamruhusu kutumia bunduki kuokoa maisha yake. Na naomba hii tume kama pia itaweza kutetea askari pia wakati wanadhulumiwa. Because sasa naona ni ile kupeleka raia against polisi. Na police force iko na zaidi ya watu 120,000 police officers. Wale rogue maybe ni watu 1,500 kitu kama hiyo. Tusaidiane weed out wale wabaya kwa njia ya kisheria. Katiba yetu after ile katiba ya kitambo ilileta nguvu kwa tume na mataasisi tofauti. Hii si ile siku yenye rais alikuwa juu ya sheria, anaweza issue order yoyote na ifanyike. Sai kama idara ya polisi command wise iko under the Inspector General. Maneno ya mashtaka mingi ilitoka kwa Attorney General ambaye ni mshauri wa rais, iko kwa DPP ambaye yako peke yake. Ile nini ya kufuja pesa kulikuwa na ofisi ya Auditor General.
Kuna ofisi ya control of budget of which ananishtua sana nikiona nasema matumizi ni mabaya, of which sheria inasema yeye ndo anafaa kuwa satisfied before authorize withdrawal. So Wakenya pia wakipelekea kila mtu shida lao. Yani kama makosa ni ya DPP, Wakenya waandamane kwa DPP. Kama makosa ni ya huyu, hivyo ndo watu wataweza kuwajibika. Otherwise ukiwa unajificha kwa kijumla, so tumebadilisha serikali mara mingi. Nimesikia watu wakisema Ruto must go. Hizi vitu hazijaisha. So inafaa kukuonyesha kubadilisha serikali peke yake si suluhu. Na tutaipata suluhu tukiendelea, tutabadilisha serikali kesho kutwa wengine waingie. So mimi ningeomba hata hii kubadilisha serikali ikuwe kwa njia ya kikatiba. Either impeachment, election ama nini. Because tukienda hii kwa street, Kenya iko na watu 56 million. Sidhani watu milioni moja walifika hapa. Haimaanishi ati watu wenye ambao wana support rais hawezi fika milioni moja kukuja pia kwa street. So tukigeuza hivyo serikali, mimi nitakuwa na tamaa pia kesho kutwa ule wako mwenye ameingia ni mobilize watu pia tukuje tuwatoe. Na haitakuwa vizuri kwa nchi. So naomba hizi tume zote zijaribu kuwa balanced kwa kila kitu. Waangalie kizuri na pros and cons, because hakuna society itakuwa perfect. Malcolm Junior X walijaribu, Mandela, nani, kila mtu atapita, lakini hakutaikuwa na hiyo society yenye tunataka, ile tunasema ile kitu perfect. Ameongelea masuala ya kiuchumi na kile ambayo wanasiasa waliahidi raia. Hii mfumo wa siasa yetu, watu wanachaguliwa na kitu inaitwa manifesto. Unasema nitatekeleza hivi, nitatekeleza hivi, nitatekeleza hivi. But kutekeleza hivyo inataka fedha. Hizo vitu zote ameongelea, hospitali kosa dawa, kosa walimu, kwa mashule nini, yote ni fedha. Ungeangalia ile mswada wa fedha ule wa last financial year, ilikuwa imeweka, unajua Gen Z walianzia kwa finance bill. Na mimi ningewaambia waanzie kwa bill ya bajeti. Because bajeti ndio inaweka mahitaji ya kila mahali, alafu finance bill ni ya kutafuta fedha ya kudeal na hizo vitu. Walikuwa wameweka kuajiri walimu 1,106 ili kusaidia watoto wetu kwa masomo. So unapata tukireject finance bill tunafaa kusema alternative ni nini? Fedha, because serikali inasema bajeti imefika kiwango hichi. Tukiongeza ushuru hapa tutapata fedha kiasi fulani. So tuseme, turudi kwa bajeti, tuseme hii barabara ya kwangu kama ni 20 km, tuipunguze kwanza kuwe 10, because maneno imekuwa ngumu. Lakini ilikuwa unafiki kwa kwanza wale wenye wabunge ambao wamepitisha bajeti, alafu wanakuja kuangusha finance bill. So kuna ile ambaye raia wanakuwa short-changed na emotions, na inaturudisha mpaka ile wakati wa Yesu. Yesu akisulubiwa, ni raia walikuwa na hasira, wanaambiwa kuna Barabas hapa na kuna Yesu, tusulubishe nani? Wanasulubisha Yesu. Kuna Rais Kibaki ambaye watu wanasema ndio rais mzuri, amefanya jambo Kenya. Lakini unaona 2007 Wakenya walikuwa wanataka kumfukuza na michafuko ya kisiasa. So saa hii in the hindsight ndo anakuja kuona kweli alikuwa na mean vizuri kwa. So mimi ningesi wa Kenya, before you react to something, sit back, do some critical thinking. Itafanyika nini? Nikifanya hivi, what is the consequences of this? Otherwise inchi kichomeka, wenye wataumia sana si hawa viongozi. Hawa wamejipanga, unazaenda ng'ambo, weshi huko. Sisi ndio tutabaki hapa ama tukimbie tukue refugee huko Uganda. Na mwisho kabisa ningesema Kenya kuna uhuru mwingi sana. Shida ni matumizi ya uhuru wenyewe. Kuna uhuru mingi sana. Na uliona wanaharakati walipoingia Tanzania, wanaona kile walifanyiwa. So huku kuna uhuru mingi sana. Na shikilia hapo Brian Mbugua, nitakuwa narejea na tupate suluhisho, lakini kwa sasa wacha tuchukua pumziko mafupi mtazamaji, tutakuwa tunarejea na mengi zaidi, na kisha nitakuwa na kujuza taarifa mwendo wa saa 7 kamili. Kwa hivyo usibanduke, tunarejea.
world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change.
The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home, do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water. Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget, regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye awamu nyingine. Nisikilize kauli za mwisho kutoka kwa wageni hapa ili kusuluhisha hili swala la maandamano ambayo imekuwa ikitokea kila mwaka tangu mwaka wa 2024. Na nitaanza naye Elijah kwa kumalizia tu. Elijah Lotok, wakili katika tume ya kutetea haki za binadamu. Hapo awali Brian alikuwa amezungumzia, lakini sijui kama alikuwa ameguzia swala la kuleta uwiano na umoja baina ya polisi na raia, kwa sababu kwa sasa inaonekana kwamba wanatofautiana na kuna udhia mbaya ambao unaendelea. Mwanzo ningependa kusema kwamba sheria zetu lina encourage hiyo uwasiliano baina ya askari na raia kwa mfumo wa community policing, na ni pendekezo moja ambalo kulikuwa na jopo la kuangazia hali ya
utendakazi wa idara za usalama, haswa serikali, haswa za polisi. Na umojawapo ni kwamba wakati raia na askari wanaposaidiana na wanapowasiliana kwa ushirikiano, basi shida nyingi ambazo tunakumbana haswa za kisalama zinaweza kutatuliwa. Na hapo njia moja ya hii ushirikiano ni kwamba wakati ambapo maandamano yanatokea, askari wanapaswa kuwasiliana na waandamanaji na pia ndio waweze kuchukua hatua ya kufanikisha maandamano hayo. Lakini ningependa kusema ikiwa ngao ile ya haki ambayo inalinda usalama linageuka kwa ya upanga, basi haki za binadamu zinaanza kufuja damu, na ndiposa tumeona ukiukaji wa haki za binadamu kwa matukio ya jana ile iliyosababisha vifo, majeraha na uharibifu wa mali. Na ni muhimu idara zetu haswa za askari waweze kushirikiana na waandamanaji na walinde amani. Sasa tutaletaje umoja? Na hiyo umoja italetwa kwa njia ya mazungumzo na njia ya haki ya kuchukua hatua kwa yule yeyote ambaye anakabiliana na askari kwa njia ya kwa kudumisha amani na kujaribu kukumbana na askari wachukuliwa hatua, na yule askari ambaye atakiuka sheria na kanuni zao ambazo na masharti ambayo na amri ambayo wamepewa, basi pia nao waweze kuchukuliwa hatua na waweze, ndio posa haki iweze kupatikana. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo, Lija Rotok. Brian Mbugua, tutawezaje kusuluhisha hili swala la maandamano kusonga mbele? Hili swala la maandamano imeruhusiwa kikatiba vile tumesema hapo, na kupata suluhu kwa hizi fujo ambazo sasa zinatokea kwa maandamano ni kukubali, kila mtu akubali lawama yake, because unaona kila mtu anaegemea upande wa polisi ndio wabaya. Na ile hali kumekuwa na polisi wengi, wachache tu ndio madhara mingi yenye imefanyika na raia, kama uharibifu wa mali. Nimeona sasa kwa mtandao kuna wanawake kwa bahati mbaya walinajisiwa, na sidhani ni polisi walifanya hizo vitendo. So tukianza kuanalyze ndio tujue shida iko wapi na tukubali kusema ukweli, hapo ndio tutaanza kupata suluhu. Lakini tukiegemea kila kitu kwa askari, ndio wale wengine watajihide behind hiyo. Ndio wanajua tu ni askari watablemiwa. So mimi ningeomba hivi, tutenge, because hata kwa society kuna watu wazuri, kuna watu wabaya, kuna wahalifu. But si ati society mzima ni mbaya. Ni pia kwa hiyo idara zote. Kwa mahakama kuna majaji wanachukua hongo, kuna wale wazuri. Kila mahali kuna hizo mbegu mbaya. To find out a way ya kuwaondoa kwa hizo manafasi zao, ndio tuweze kuunda public service ambayo inahudumia raia. Lakini hiyo iweze fanyika bila kushirikiana na raia. So nyinyi kama mmetoka kikundi chenyu mnakuja kuandamana, kama mmetoka sehemu fulani, mnajuana wenyewe kwa wenyewe. So mkiona mmoja ni uhalifu, call him out before aanze kufanya hiyo uhalifu. Kwa sababu ndugu yangu hapa akiongea anasema kuna mahali kulikuwa na peaceful protest, and then mahali ingine wahalifu wakaingia. Na kama kulikuwa na peaceful protest, inamaanisha askari wakuzozana nao. So askari pia waruhusiwe wapambane nao wahalifu, because sasa kila mtu anasema askari anatumia nguvu kwa peaceful protester. Tumeona jana si wote walikuwa peaceful protester. So to agree line fulani ikipitwa, askari wanapaswa kutumia nguvu. Mtu akianza kuvunja duka, mtu akianza kurusha mawe, mtu akianza kupora wengine, askari waruhusiwe kutumia nguvu. Nimeona kabla tuanze hapa watu walikuwa wanalalamika kwenye runinga ati askari walikuwa hapo wanaangalia, wanashinda cha kufanya. You know, watu wanafanya hiyo kupora, askari hata kuja kumuongelesha mwambie
wacha kufanya kenye unafanya. Lakini pia akipigwa, hiyo ndio itaenda kwa mtandao. Watu wanaona askari amepiga mtu rungu, wanashakemea askari. Hajiulizi context huyo mtu alikuwa anafanya nini. So pia hao wana tuache lawama. Pia ni binadamu na pia wanaweza choka wasipokuwa encouraged. So saa ingine ndio video tolewe, unajua naona mtu anakasirika na video ya 3 seconds ya nini bila context. So tuseme maandamano ifanyike hivi. Ikiruka hapa, huyo mwenye anafanya hivyo, wacha askari atumie nguvu. Asante sana Brian Mbugua, mkurugenzi wa uchaguzi katika chama cha UDA, na upande wa pili ambapo nimekuwa naye Elijah Rotoka ambaye ni wakili katika tume ya KNCHR. Asanteni sana kwa kufika kwenye studio za TV47. Naarifiwa kwamba muda umekimbia zaidi, lakini nitawaalika tena wakati mwingine ili tuchanganue kwa undani zaidi. Kufikia hapo mtazamaji, natumai kwamba umepata kuelimika na kufahamu jinsi mambo yalivyokuwa siku ya jana na kusonga mbele hatua itakuwa ni gani ambayo serikali inafaa kuchukua. Kufikia hapo sina la ziada, mimi natamatisha TV47 na matukio. Chini ya dakika 9 hivi nitakuwa na kujuza taarifa za mwendo wa saa 7. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, na narudisha shukrani zangu kwa wale wote ambao wametenga muda kufuatilia mazungumzo haya. Shukrani.